kuwasiliana na tume kwa njia moja au mbalimbali wametuamini na kutupa ushirikiano mkubwa, na tunaamini kuwa ripoti hii ninayoiwasilisha hii leo na mapendekezo yaliyomo yatabeba dhamira ya pamoja ya taifa ya kutibu majeraha, kuwajibika bila pale panapostahili, lakini muhimu zaidi ni kujifunza na kusonga mbele. Ushahidi wa kidijitali ulikuwa sehemu kubwa katika uchambuzi wa tume, hususan katika kuelewa madhara ya kibinadamu. Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880 zilikusanya kwa njia mbalimbali, na baadhi zilikuwa zimesambaa mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama, na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Ushahidi na taarifa vimeonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto ya wananchi zinazotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kushawishi na kuwachochea wananchi kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu na matamko mbalimbali. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu, matamko mbalimbali. Na tathmini ya tume imebaini kuwa vilikuwa hapo vichocheo mahsusi viliohamasisha ari ya kufanya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Vichocheo hivyo vinaweza kuweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza linahusu mitandao ya kijamii ambayo kwa mujibu wa mashahidi waliokuja mbele ya tume, mitandao hiyo ilitumika kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo iliwahi kutokea nchini. Aidha, waliibuka wabuni mada kwenye mitandao, yani content creators, ikiwemo mada za kuhamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi mkuu au na kuhakikisha haufanyiki. Kuna kijana mmoja Usariva Arusha kwa miaka 16 alishawishiwa, alipewa shilingi 50,000 ashiriki, na walimuahidi, na kwa maneno yake walimuahidi watampa shilingi 5,000,000 akishiriki. Na kwa ushahidi wake anasema walinipa mchongo utakaonitoa kwenye umaskini. Huyo ni mmoja tu katika mashahidi ambao wamekuja mbele ya tume kuelezwa namna walivyorubuniwa
ili kushiriki kwenye ghasia. Kutokana na ushahidi na taarifa na maoni yaliyopatikana, tume inabainisha na imeainisha kwenye ripoti yake Mheshimiwa Rais mbinu 16 zilizotumika na wahusika wakuu na waratibu kufanikisha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Baadhi ya mbinu hizo ni kuweka vizuizi barabarani, kuchoma moto mali mbalimbali, matumizi na ishara mbalimbali ya kutambuana, matumizi ya pikipiki kuanzisha ghasia, uanzishaji wa ghasia sehemu nyingi na kwa wakati mmoja. Kundi la pili la vichocheo ni kauli za baadhi ya wanasiasa ambazo ziligeuka na kuwa kauli mbiu za walikuwa wanafanya ghasia. Mfano wa kauli mbiu hizo ziko 12, lakini ziko nyingi ambazo baadhi ya washiriki katika ghasia walikiri kuzitumia ni zifuatazo: no reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Kundi la tatu la vichocheo lihusu baadhi ya maeneo ya nchi ambapo walikusudia kugombea viti vya udiwani na ubunge, majina yao yalikatwa kwenye ngazi za juu za vyama, na hivyo wakaona kuwa ghasia zilizokuwa zinafanywa zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo wa kupata wagombea ndani ya vyama vyao, na wakashiriki chini kuhamasisha wafuasi wao kushiriki kwenye ghasia. Baada ya uchambuzi na ushahidi na taarifa kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa muktadha wa vifungu hivyo vya katiba, hususan kukusanyika, kuandamana kwa amani na kutoa maoni, na baada ya uchambuzi wa mikataba ya kimataifa, kikanda na sheria za Tanzania kuhusu wajibu wa serikali kulinda haki ya kukusanyika kwa amani, ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani na kutoa notice kwa jeshi la polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya jeshi la polisi. Matakwa ya sheria za kimataifa sio kibali, ni notice, na Tanzania pia liko takwa hilo la kutoa taarifa, sio kibali, na sisi kwetu ni taarifa ya masaa 48 kama ilivyo sheria ya Ureno, ni kama vile ya Tanzania. Lakini la pili ni haki ya kila mtu kushiriki uchaguzi mkuu kama mpiga kura au mgombea, ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara 5 ya katiba ambayo haipaswi kupokwa. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu.
Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa, na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu haikuwa maandamano ya amani, na hivyo kuwa nje ya kinza ya sheria na kanuni hizo. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi, wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000, ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilieleza zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio.